Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka meitikia wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi awjadana fi hadha alalam, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Leo tumekutana tena katika darasa letu ili tupate kupeana mawili matatu katika ambayo yanahusu dini yetu. Darasa letu la leo litahusu mwaka mpya. Litahusu mwaka mpya kwa sababu tumo katika mwezi wa mwaka mpya. Na Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu anasema afdalul ilmi ilmul hali. Uzuri wa kuzungumza elimu ni kuzungumza hali iliyopo kwa wakati huo. Mashekhe wengi wamezungumza mafunzo mazuri mbalimbali kuhusu mwezi huu, na wameyazungumza kwa aina tofauti tofauti, na mimi naomba nitoe mchango wangu. Mchango wangu unatokana na maneno ya Sayyiduna Umar radiyallahu anhu aliyosema, tahasabu qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Sayyidina Umar radiyallahu anhu anasema tahasabu qabla an tuhasabu, jihesabuni wenyewe kabla hamjahesabiwa. Yani tukiwa duniani tujihesabu sisi wenyewe, tukoje katika amali zetu, itakuwaje hali zetu tukutana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Tena akasema wazinu a'malakum, mzipime amali zenu nyinyi wenyewe kabla antuzanu, kabla hamjapimwa. Na maneno haya msingi wake ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyatoa kwenye msingi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamati lighadi. Mwenyezi Mungu anasema hivyo katika suratul Hashr, mcheni Mwenyezi Mungu na kila wakati muwe mnajifuatilia ni jambo gani la manufaa ambalo mmetanguliza kuwasaidia kesho kiyama. Sasa tumo katika mwezi wa Muharram. Mwezi umeelezwa tofauti tofauti, lakini ni mwezi ambao unatakiwa uelezwe hasa wenyewe. Kwanza jina lake, kwa nini umeitwa Muharram? Lakini pia ni kwa nini umeingia katika miezi mitukufu? Lakini pia ni mwezi ambao unafungua mwaka mpya, lakini ni mwezi unaofunga miezi minne mitukufu. Inatoa tu kama kupanua, yani kufanya ile tausiul khawasi, kupanua jinsi ya mtu kufikiri. Huu mwezi umeitwa Muharram. Muharram maana yake nini? Lakini pia ni mwezi ambao wenyewe upo mwanzo wa mwaka, unafungua mwaka. Kwa nini mwaka unafunguliwa kwa mwezi unaitwa Muharram? Unaweza kusema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hatuna tafiti sisi, mashekhe hawafanyi istinbati. Lakini pia ndiyo mwezi katika miezi minne mitukufu, lakini pia utaona ajabu, ni mwezi ambao unafungua mwaka, lakini ni mwezi ambao unafunga miezi minne mitukufu. Unaona jinsi ulivyokaa huu.
Alafu kuna siku ya kufunga mlaili tarehe 10. Hiyo tarehe 10 hiyo huko nyuma ilikuwa ikifungwa kwa lazima kabla Ramadhani kuja. Hayo ni masala nafikiria wanachuoni wameeleza hapa na pale. Mimi nataka kuzungumza pale tujihesabu kabla kuhesabiwa na tupime mali zetu kabla hatujapimwa. Napotaka kuzungumza ni hapa, naomba unitazame kwa makini na unisikilize kwa utulivu. Tunapoingia katika mwaka mpya tunaingia makundi matatu. Hapa ndio pa kujihesabu. Tumeanza mwaka mpya, tumeingia tukiwa katika makundi matatu. Thalathatul firqa, tumeingia makundi matatu. Sasa mimi mzungumzaji na wewe msikilizaji pamoja na Sheikh Mansuri anayefanya kazi ya kurusha matangazo, wewe na mimi na Sheikh Mansuri tuko kundi gani katika hayo makundi matatu? Mimi kueleza mwezi wa Muharram ndio nataka nieleze hapa. Na hili ni muhimu sana kulielewa, kwani Mwenyezi Mungu anasema balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Kila mtu yeye mwenyewe anajijua, yeye mwenyewe anajijua, hata kama atatoa sababu za kukwepa lakini anajijua. Sasa tumeingia katika mwaka mpya tukiwa makundi matatu. Kundi la kwanza linaitwa al-ajizun. Al-ajizun. Mwenyezi Mungu atukinge na kundi hili bovu tena baya kabisa. Al-ajizun manake ni watu walioshindwa. Ni watu wameingia kwenye mwaka mpya wameshindwa kwenye mwaka uliokwisha. Wameingia kwenye mwaka mpya wakiwa wameshindwa kwenye mwaka uliokwisha. Wameshindwa nini? Walichoshindwa ni nini mpaka wakaitwa al-ajizun? Na kuna hadithi Mtume anasema wal-ajizu man tabaa nafsahu hawahu. Mtu alioshindwa ni yule ambaye anaifuatisha nafsi yake kwa kuipa matamanio ya nafsi anayotaka. Al-ajiz. Wameshindwa nini? Ajazu ani tauba wa ajazu ani tarkil awthami. Ni watu ambao wameshindwa kutubia makosa na wameshindwa kuacha madhambi. Yani mwaka wa Kiislamu uliokwisha 1412 umeisha, 1442 umeisha. Wewe au mimi tulikuwa na madhambi katika mwaka uliokwisha, mpaka leo tumeingia nayo madhambi hayo katika mwaka mpya. Subhanallah, subhanallah. Mtu hafanyi ibada mwaka uliokwisha mpaka mwaka uliokuja hajaingia kwenye ibadatur Rahman. Huyu mtu au kundi la watu hawa wanaitwa al-ajiz. Mwaka jana mtu alikuwa na tabia ya kunywa pombe, lakini mpaka mwaka huu bado anaendelea kunywa pombe. Mwaka jana mtu anaishi na kimada, mpaka mwaka huu bado anaishi na kimada. Mwaka jana mtu alikuwa hasali isipokuwa ni Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani, Laidi mpaka Laidi, mpaka leo ameingia katika mwaka mpya akiwa hivyo. Huyu anaitwa, hali hili kundi linaitwa al-ajizun. Hawa ni watu walioshindwa na kufa na tabia hii. Kufa na tabia hii, mtu anakufa kifo kibaya kabisa. Kifo gani? Ni katika kifo cha watu wale Mwenyezi Mungu anasema wanaziati gharqa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe tusiwe katika kundi hili. Nimesema kule mwanzo ni kwa nini mwezi wa kwanza unaitwa Muharram. Unajua haramu ilivyo Sio Muharram kwa maana ya Muharram eti tukufu. Mwezi huu umeitwa Muharram kwa maana unapoishi katika masiku aliyokupa Mwenyezi Mungu, jitahidi kuepuka mambo yote ya haramu. Ndio maana moja kati ya mwezi kuitwa Muharram.
ina maana nyingi kuitwa muharram. Moja ni hiyo. Sasa huku nyuma tukifanya mambo ya haramu na tumeanza mwaka unaitwa Muharram, lakini tumeanza na haramu zile zile tumehama nazo. Hili ni kundi la kwanza bovu kabisa, na kundi hili halifai kuwemo Muislamu. Kundi hili linafaa awemo asiyekuwa Muislamu. Kwa hiyo kama Muislamu umejipima ukaona kwenye kundi hili, chopoka mapema sana. Hiyo ni kundi la kwanza katika makundi matatu. Kundi la pili, hili nalo baya, ni watu wanaingia katika mwaka wanaitwa al-muqassirun. Al-muqassirun, na hili ndio kundi ambalo mimi nimo, Sheikh Mansuri yumo, na inawezekana na wewe unayenitazama na kusikiliza ukawa umo. Al-muqassirun, watu ambao wana tabia ya kupunguza ibada, watu ambao wana tabia ya kupitwa na ibada, wanaitwa al-muqassirun. Mfano, nitoe mfano. Mimi na wewe jana, tufanye siku ya jana Jumatatu jana, mimi na wewe, Jumatatu inafunga, wewe ulifunga au ulikuwa una sababu ya msingi? Hiyo siku imekupita hiyo, na unajua kama siku ya Jumatatu na Alhamisi zinapandishwa amali za watu. Haya, jana uliswali kablia ya dhuhuri na ukaswali baadia ya dhuhuri. Jana uliswali kablia al-asri, unaiwahi raka ya pili, unaiwahi raka ya tatu, unaiwahi kwenye tahiyatu. Hili kundi linaitwa al-muqassirun, ni watu ambao ni wenye kupunguza ibada. Kundi hili hawafanyi madhambi yale yaliyokatazwa. Wengi wao hawafanyi, sio wazinzi, sio waongo, sio wezi, sio dhalim, hawapunguzi mizani, hawafitinishi, lakini wana kasoro, ibada zao zina upungufu mkubwa. Kwa mfano, iko baadhi ya misikiti watu wanamaliza kuswali, kanuni Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha, ukimaliza kuswali baada ya salamu unaleta istighfar, au unaweza kuleta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, au Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahumma anta salam wa minka salam. Unamaliza hapo unakuja ayatul kursi, unamaliza hapo unaleta tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33. Jipime wewe kwa siku ya jana tu peke yake umeweza kuleta tasbih kwenye sala ngapi? Subhanallah. Haya ni mambo muhimu kukumbushana haya. Tunaingia katika mwaka mpya tukiwa na tabia za mapungufu mwaka uliokwisha. Leo tu, je, tumeweza kuswali kablia ya asubuhi? Tumeweza kufanya hivyo? Leo tu, saa hizi ni jioni, kwa sisi ambao ni jioni, tuliweza kuswali kablia ya adhuhuri na baadia yake? Acha zile suna zingine, siji sunatu zawali, sunati duha, acha hizo. Tufanye hizi ambazo zinaendana na swala ya fardhi tu. Umeweza kuzisali hizi? Watu wengi tumekuwa tuna upungufu katika ibada ambazo zimefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume mwenyewe ambaye yeye ndiyo ashraful makhluqin, ambaye yeye ndiyo sayyidul makhluqin, alikuwa anapokuwa kazongwa na misafara au vikao vya makafiri akapitwa na kablia, alikuwa analipa kablia, analipa baadia. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye hana wasiwasi, ameshapewa tiketi ya kuingia peponi. Mimi na wewe vipi? Tunatawadha udhu. Baada ya udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesunisha kuna dua ya kuomba baada ya udhu. Uelekee al-qibla, utoe shahada 2, halafu uombe dua, Allahumma jalni minat tawabina wajani minal mutatahhina. Wewe na mimi, swala za jana ni swala ngapi umechika udhu ukafanikiwa kuisoma hii dua?
Subhanallah, hili ni kundi zito nalo. Tuna mapungufu sana, tuna taksiri katika ibada. Tufanye siku ya jana tu, ni vipindi gapi vya sala adhana imeadhiniwa ukiwa umeshafika msikitini? Vipindi vingapi kwa jana tu? Acha siku za nyuma. Utakuta mimi na wewe tumeingia msikitini, swala inahakimiwa. Watu wema walikuwa wanachunga nyakati za swala na adhana zinawakuta misikitini. Leo tunaingia mwaka mpya, tunasherekea, tunashereka, fanya nini? Tunashukuru, lakini shukurani haiwezekani. Mtu mmoja aliulizwa ukamilifu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu ni nini? Ma akmalu shukri, ukamilifu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu ni nini? Akasema alla tastamila ni'matallahi ala ma'asiya, usitumie neema aliyokupa Mwenyezi Mungu kwenye kumuasi Mwenyezi Mungu. Huo ndio ukamilifu wa shukrani. Sasa tumepewa masiku haya, tumepewa umri huu, mbona tunapunguza ibada? Mtume SAW akifanya ibada za usiku mpaka avimba miguu, mkewe anamwambia kwa nini usingepumzika, unajitoesha namna hii? Anasema hivi, nisimshukuru Mwenyezi Mungu kweli? Sasa hizi rawatibati, hizi rawatib vinavyoambatana na fardhi vinatupita, zimeweka tasbih zinatupita, na mengi mfano wake. Hii imetoa tu mfano wa sala, lakini mengi mfano wake, mengi yapo ambayo yanaonyesha upungufu. Jana ni sunna mtu apige mswaki kabla hajashika udhu. Jana tu swala zetu tano, jana tu tumepiga mswaki swala ngapi? Subhanallah. Mtume SAW anasema laula anashuka la ummati. Hii nishatoa darasa la mswaki na faida zake. Kama sikupata waswasi ummati wangu kusauzao, ningewaamrisha waswaki kila nani. Mtume SAW katika vitu ambavyo alikuwa haachi kutembea navyo, alikuwa haachi kutembea na mswaki. Alikuwa haachi kutembea na mswaki. Sasa uchukue tu leo, saa hizi tuko la asr. Haya, tokea asubuhi. Haya, asubuhi tunaswaki kwa sababu tumeamka. Adhuhuri tuliswaki, la asr tuliswaki. Umeona tumekuwa na taksirati nyingi, taksiri nyingi. Haya, umeamka asubuhi, umesalimia majirani zako angalau nyumba moja mbili kabla ujenda kwenye kazi yako, na kama ulishindwa kuwagongea, salamu alaykum jamani, mmelalaje hapa? Au umeshindwa basi hata kumpigia mtu kwa simu, jirani, mimi nakwenda kazini, vipi nyumbani salama hapo? Ndio maana mtu mwingine anasema mimi nimeondoka bwana, sikujua kama kuna kilio. Hukujua kama kuna kilio kwa sababu hutaki habari za majirani wewe, na hutaki kwa sababu ya nini? Al-taksir, yale mapungufu yale. Kwa hiyo kundi la pili ambalo linaingia katika mwaka mpya linaitwa al-muqassirun, ni wale watu ambao wana tabia ya kufanya ibada mchinjo. Tunaokopa corona, ni kweli ni janga, lazima tuliokope, lakini je, tunasoma dua aliyotufundisha Mtume Muhammad SAW asubuhi na jioni? Kuna dua Mtume SAW akafundisha kwamba mtu akisoma dua hii maradhi mengi ya kuambukiza mazito yatapita pembeni, ila isipokuwa ni kadari tu itamkumba. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal junun wal judhami wa min sa'il asqami, hadithi sahihi iliyomo kwenye Sunan wa Abi Daud. Hii unatakiwa usome asubuhi na jioni. Tunasoma au tunakimbilia mivuke kwanza? Kuacha mafunzo ya Mtume Muhammad SAW ni tafsiri. Wama atakum rasulu fakhudhuhu, alichokuletieni mtume chukueni, tumieni. Sasa tunakimbilia kwenye sindano za chanjo, ni sawa, ni tiba, na tiba ni halali, lakini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeyaweka mbele au tumeyaweka nyuma? Fanya sindano yako, lakini sunna ya Mtume lazima.
Kwa hiyo haya tunayaacha kwa sababu ya kufanya tafsiri, na mengi yapo, mengi sana. Wewe na mimi tunasomesha watoto shule za sekula. Angalia jinsi unavyomuandaa mtoto wako anapokwenda kwenye shule za sekula na unavyomuandaa mtoto wako anapokwenda kwenye shule za Kiislamu za madrasa. Unamwandaje? Hiyo tu ni tafsiri. Hiyo tu ni tafsiri. Kwa hiyo tunapoingia katika mwaka tunakuwa makundi matatu: al-ajizun, al-muqassirun. Lakini kundi la tatu ambalo ndiyo kundi bora na ninafaa kila mtu apiganie kuwa katika kundi hilo ni kundi linaitwa al-muflihun. Kuna watu wanaingia katika mwaka wamefaulu, mwaka jana wamefaulu, mwaka juzi wamefaulu, na hii kuingia kwenye miaka hii tunaingia hii ovyo ovyo, hii ina hatari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anajua miaka inapokwenda ni hatari. Ndio maana akatuwekea somo ya siku ya Arafa, usamehewe madhambi ya mwaka uliokwisha na mwaka ujao. Katuwekea somo ya Ashura, mwezi huu kuna kufunga Ashura ile tarehe 10 ile, na wanachuoni wamesema masala yapo tatu: unaweza kufunga 9 na 10, unaweza kufunga 10 na 11, au unaweza kufunga 9, 10, 11. Ili nini? Ufutwe madhambi ya mwaka uliokwisha. Sasa unafutiwa madhambi ya mwaka uliokwisha hali ya kuwa una hama nayo kuyafanya katika mwaka ujao, wale al-ajizun. Kwa hiyo tusiwe katika al-ajizun, na pia tuondoke katika al-muqassirun, tuwe katika al-muflihun. Al-muflihun, aya zinazoeleza kundi hili la tatu ziko nyingi, lakini tujihesabu tumo katika kundi hili. Jipime kwenye sura 2. Mimi na wewe tujipime kwenye sura 2. Sura ya kwanza ni suratul mu'minun. Kwenye suratul mu'minun, qad aflaha almu'minun, qad aflaha ndo muflihun yo, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hapa kwenye khushui ndani ya swala tu tumeanguka, na tukiwa hai na salama darasa litakazokuja tutaeleza majina ya swala. Swala zina majina zaidi ya 10. Sio swala peke yake, la. Swala hii tunaswali ya swala ya fardhi hii ina majina zaidi ya 10. Inaitwa nini? Tukiwa hai na salama madarasa yatakayofuata huko. Khushui katika swala. Imamu anasema wale waliofanikiwa kuzima simu wazime simu zao, lakini bado watu hawataki kuzima simu. Utapata khushui na simu inaita, simu ina vibrate. Sikudanganyana huko. Mifano iko mingi tu. Kwa hiyo zile aya za muflihun tusome katika suratul mu'minun. Ziko nyingi, sura nyingi, lakini nakupa mfano hizi ndio zimepangwa. Na katika hii aya suratul mu'minun, hii sura iliposhuka hii, kuna nyakati Mtume sallallahu alikuwa akishushiwa baadhi ya sura au aya na sujudu. Kwa mfano iliposhushwa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Mtume sallallahu alisujudu sallallahu alaihi wasallam. Lakini iliposhuka pia hii suratul mu'minun, Mtume sallallahu alisujudu pia. Sasa zimetajwa sifa za waumini pale, mpaka wakaambiwa hawa ndio watakaopata nafasi ya kupata firdaus, watapata nafasi ya kupata firdaus. Hiyo ya kwanza. Lakini sura ya pili ya kujipima kama tumefaulu ni suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij, ukienda kuziangalia zile sifa pale zimetajwa, hatumo. Na kama hatumo kwenye zile sifa, kwa ujanja hivi, kwa kubabaisha. Lakini jamani, siku hizi misahafu iko mingi, yani ina tafsiri nyingi kwa lugha nyingi. Chukua tu msahafu wako wa Kiswahili, kwa wewe ambaye uko kwenye nchi ya Kiswahili, au wa Kiingereza au wa Kifarsa au wa Kiurdu, soma suratul Ma'arij, usome zile sifa za watu wenye kusali, zimetajwa pale karibuni 10 na kidogo.
tunazo hizi sifa. Walladhina hum liahadihim wa amanatihim raun. Shughuli nzito. Nani anatunza amana? Nani anatunza amana? Kwa mfano wewe ni kiongozi, unatunza amana? Unatunza amana? Unatunza? Hatuna haja ya kuzungumzia mambo ya vyama siasa, lakini ujipime, unatunza amana? Wewe ni hakimu, unatunza? Uchukui rushwa? Ucheleweshi kesi bila sababu yote? Huzini na mshtakiwa mwakike ukazini kwamba unataka rushwa ngono? Wewe ni mwalimu hapo ulipo, huwapi wanafunzi majibu ya mtihani? Yani hivyo. Kwa hiyo kundi la tatu ni al-muflihun, ni watu waliofaulu. Wametajwa kwenye aya nyingi kwenye Qur'ani, sura nyingi, hata kwenye Alif Lam wametajwa, ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kwa hiyo tutosheke na hili somo langu la tunaingia mwezi wa Muharram, mwaka mpya, tukiwa makundi matatu. Mimi na wewe tupo kundi gani katika makundi haya matatu? Kwa sifa hizi nilizotaja, ziko sifa nyingi kabisa. Tunaingia tukiwa katika kundi gani? Kwa nimeona tulete somo hili kwa sababu ndio wakati wake. Mwezi bado mbichi huu, haujafika hata kwenye theluthi yake. Tukumbushane ili tuweze kujirekebisha mapema. Namalizia na kauli niliyoanza nayo Sayyidina Umar radhiallahu anhu, tahasabu qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla tuzanu. Jihesabuni kabla mjehesabiwa, na mzipime amali zenu kabla mjapimwa. Naishiliza hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.